Baada ya kukosa matumaini ya kumpata mwanawe Brian Odhiambo, mamake Elizabeth Auma leo amefika na kufikisha kilio chake kwa waziri wa usalama Kipchumba Murkomen. Auma amewasilisha malalamishi yake kwa waziri huyo kuhusu kutoweka kwa Brian kwa miezi miwili sasa baada ya kukamatwa na maafisa wa idara ya KWS. Murkomen ametoa ilani kwa maafisa hao akisema kuwa serikali itachukua hatua kali kwa wahusika. Haya kijiri wakati wa uzinduzi wa mpango wa kusajili wa Kenya kwa vitambulisho bila malipo jijini Nakuru. Ken Gashuhi anaarifu. Baada ya kuona mwanya wa kumfikia waziri wa usalama Kipchumba Murkomen, Elizabeth Auma alitimua mbio na kuwasilisha kilio chake kuhusu kutoweka kwa mwanawe Brian Odhiambo mikononi mwa maafisa wa KWS wa mbuga ya Ziwa Nakuru miezi miwili iliyopita. Hakuna kitu Brian alitukosea sisi ya kusema kwamba angeweza kupotea kwa nchi. Na hata mtu akitukosea afai kupotea. Anafaa mtu akishikwa anapelekwa kwa police station, tunaandika ripoti, anastakiwa. Baada ya kumsikiza mama huyu, waziri Murkomen aliweka peupe kile wengi huhofia kutaja, kuhusika kwa maafisa wa KWS katika uvuvi haramu, akiamrisha kuwa maafisa hao wa KWS ndio watabeba msalaba wa kutoweka kwa Brian Odhiambo. Wako kwa biashara haramu kwa hapa hii lake ya Nakuru. Watapelekwa kotini na wataondolewa kwa kazi. Mimi niko in solidarity with you kwa kuhakikisha kwamba tutafanya lolote liwezekanalo. ODPP alipeana ile watu ya askari ya Kenya Wildlife Services wapelekwe kotini, lakini baadaye tena sema ODPP akaita hiyo file ya hiyo. Naona ni njama ilifanywa between watu ya Kenya Wildlife Services na watu ya security ndio warudishe file so that they can go and save those people. It's not acceptable. Haya yalijiri wakati wa uzinduzi wa mpango wa usajili wa vijana ili kupata vitambulisho vya kitaifa, ada ya usajili huo ikiondolewa kupitia gazeti rasmi la serikali. Wanakuja mara ya kwanza kuchukua IDs lazima wafanye bure, kwa sababu hivi sasa watu wanalipishwa pesa shilingi 300. This is a crucial step in ensuring that every Kenyan has access to essential services. Kuhusu swala la kuondoa msasa wa jamii zilizo mipakani ya nchi kabla ya kupata vitambulisho vya kitaifa, serikali imesema kuwa imeweka mikakati zaidi kuhakikisha ni Wakenya tu wanapata vitambulisho hivyo. Chifa anasema huyu ni baba na mimi najua huyu ni mtoto yake. Tukisajili raia mwenye simu Kenya, tutaweka chifu ndani. Ule mtu alikuja akasema yeye ni mama ya huyu mtoto ama yeye ni baba ya huyu mtoto, tutashika tuweke yeye ndani. The discontinuation of vetting is merely meant to ensure a more efficient customer-friendly registration process. Ken Gashuhi, KTN. Naam, shukrani sana Ken Gashuhi kwa kufuatilia kisa cha Brian Odhiambo kwa takriban miezi miwili. Tunatumai kilio chao hatimaye kitapata haki na watampata